Asante sana. Kweli burudani imeanza. Tarehe 12 ndio sherehe huanza rasmi. Na hiyo sio ya mwisho. Tukitoka hapa, mtukufu rais, tunawakaribisha nyote kule Uhuru Park kwa Nairobi Festival ambao inaanza leo hadi tarehe 14 ili tuweze kupata burudani kama hii na tushangilie utamaduni wetu. Hao wasanii wetu si wameweza? Hao wasanii wetu ni fire si fire? Ni noma si noma? Your Excellency Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Amiri Jeshi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama Rachel Ruto ambaye tunamuenzi na kumpenda, Rais John Dramani Mahama, Rais wa Ghana, Makamu wa Rais Kithure Kindiki na pia Bi Kithure, maspika wa bunge, wageni wetu wote ambao wako hapa, Chief Justice wetu Martha Koome. Rais, tuko na viongozi wengi ambao wamefika hapa leo, wakiwemo wabunge wakiongozwa na mbunge wa Lang'ata na pia kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Tuko na naibu wa gavana wa Nairobi, mawaziri na wengi zaidi. Rais, yangu hayatakuwa mengi leo hii. Mheshimiwa Rais, tumejionea kufuata mada ambayo tuko nayo, na ni muhimu tukumbuke ya kwamba miaka 62 iliyopita hapa katika kaunti hii, si mbali na tulipo leo, bendera yetu ilipepea juu ya watu uhuru katika nchi yao wao wenyewe. Kilomita chache kutoka hapa tuliposimama leo katika bustani la Uhuru palikuwa kambi ya wakoloni. Mheshimiwa Rais, wengi walitoa uhai wao hapo, maelfu wengine waliteseka katika kambi mbalimbali kote nchini. Hii ndio ilikuwa gharama ya ukombozi wetu kama taifa. Tunaweza anza wapi kulipa deni hii kwa wale waliotangulia, ila kwa kuwakumbuka sio tu kwa mafanikio yao pekee, bali pia kwa maadili yao. Miongoni wa mashujaa wa Nairobi alikuwa ni Tom Mboya. Tom Mboya alisimama imara katika msimamo wake hata ilipokuwa haipendwi au ilipokuwa sio rahisi. Alikuwa mwenye kujenga katika ukosoaji wake na hakuchoka kamwe, hakuchoka kwa uzalendo wake. Mimi kama mtu ambaye aliyatumia maisha yangu yote katika utumishi wa umma, nakiri na kusema ya kwamba kiwango hicho alichoweka ni kigumu kukifikia. Kiongozi mwingine ambao ni shujaa wa Nairobi alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga, sisi kama watu wa Nairobi tunamenzi. Ndiye alikuwa mbunge ambaye amehudumu kwa muda mrefu, na hii kwa sisi sote ndio siku ya jamhuri ya kwanza bila baba wetu. Tunaomba ya kwamba Mungu azidi kumlaza pema, na ile ambayo tunaweza fanya ni kuiga mfano ambayo alituachia. Tunawakumbuka hawa mashujaa wetu na kuwaenzi ili kuhifadhi matendo yao na kuyapitisha kwa watoto wetu kwa ajili ya kesho. Pili, tunawakumbuka ili kuwaiga, tukijifunza kutoka kwa mafanikio yao na pia kwa makosa yao, ili kwa wakati ufaao mafanikio yetu kama Wakenya yaweze kulinganishwa na yao. Tatu, ni lazima tukamilishe kazi walioweka misingi. Wao waliweka msingi, jukumu letu ni kujenga
jengo ambalo linastahili heshima ambao wametuachia. Hatutishwi na wajibu. Hatutishwi na wajibu ambao tumeachiwa kama viongozi, kwa sababu tunajua na tunaifanya kwa imani na matumaini, tukiyakumbuka maneno ya Wafilipi 1:6 ya kwamba yeye alianzisha kazi njema ndani yenu ataikamilisha. He who began a good work will be faithful to complete it. Mheshimiwa Rais na viongozi, je, hatujaona tayari mabadiliko katika maisha yetu? Kuanzia wakati ambapo tulipata jamhuri hii, hata mimi kusimama hapa ni mfano, kwa sababu jiji hili miaka hiyo hata hakuwa na diwani mmoja Mwafrika, lakini sasa jiji linaongozwa na gavana ambaye amechaguliwa moja kwa moja na wananchi. The fact that we can self-determine must never be taken for granted as a republic. Kauli mbiu ya mwaka huu inaunganisha dhana hizi. Dhana ambayo ilikuwa Raila Amolo Odinga na Tom Mboya, which was their internationalism. It was also the nature in which they were not tribal, they were not tied into a cocoon of their community or of their tribe, but they thought in a very modern way, in a very contemporary fashion, and that goes hand in hand with what our theme is today. Kauli mbiu ya mwaka huu inaunganisha busara hizo mbili. Nianze kwa kutambua kwa ustamilivu, ubunifu na mafanikio ya sekta ya utalii na ukarimu au hospitality, hasa hapa Nairobi. Nairobi imeendelea kuwa kiini cha uimara wa sekta hii. Ukiangalia vituo vya kuwasili nchini, miundombinu ya Nairobi ndio ya kwanza. Na ukiangalia idadi ya ziara, hifadhi ya taifa hapa Nairobi, Mheshimiwa Rais, imekuwa na wageni wapatao 500,000 kwa mwaka tu ambao uliopita. Tunakaribisha wageni kila siku na tunaendelea kujizatiti katika sekta hii. Vile tumesikia waigizaji wetu wakituonesha, na Wakenya lazima tuelewe, mtalii sio ati lazima iwe ni mzungu. Pia sisi tunaweza kuwa ni watalii. Wangapi wenu mmetembea katika Nairobi National Park? Wangapi wenu mmefika katika Giraffe Center? Sisi kama Wakenya tujaribu pia kutembea na kujua taifa letu. Mheshimiwa Rais, sitaki kusema mengi, ila pia ni kukushukuru kwa sababu kwa muda huu, kwa mwaka ambao umepita, tumeona kwamba umetushikilia kama makaunti na pia Nairobi. Pamoja na wewe tumeweza kufanya kazi nyingi, kujenga mabarabara, watu wetu wanaziona zinaendelea katika maeneo yote ya jiji la Nairobi. Tunakushukuru na tunajua kwa mwaka ambao unakuja tutaweza kufanya kazi nyingi zaidi. Jameni wa Kenya, tumpigie rais wetu makofi. Tunajua kwamba mwaka ujao sherehe hii itafanywa katika uwanja mpya wa Talanta ambayo unaendelea kule Lang'ata Road. Sijui kama utatukubali. Na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha. Au sio? Tunakubalia watu wa Nairobi? Tunakubalia. Rais, umeona sauti ya wananchi, na sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. Wanasema nirudie. Tunaomba rais wetu mpendwa William Samoei Arap Ruto ya kwamba mwaka ujao sherehe hii ifanyike katika Talanta Stadium, na kama watu wa Nairobi tunakuomba uipe jina Raila Odinga International Stadium. Sauti ya mwananchi,
Sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. Wacha nisiseme zaidi kupita hapo, ili kuwakumbusha ya kwamba sherehe imeanza, na waomba watu wangu wa Nairobi, mkisafiri kwenda Ushago ama Ocha, muwe waangalifu kwa barabara ili muweze kurudi salama. Tunaomba madereva wetu, do not drink and drive. Tusipoteze watu wetu, tusiendeshe kiholela, ili tuweze kurudi tuwe na mwaka wa 2026. On behalf of the people of Nairobi, I wish all of you a Merry Christmas and a prosperous 2026. Mungu awabariki. Asanteni. Makofi ya Governor. Your Excellency, the theme